أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hayo ni msingi wa tauhidi. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba kwa yakini Mwenyezi Mungu alimharamisha mtu juu ya moto ambaye kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu alisoma la ilaha illallah. Basi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, akitaka mwelekeo wake na akiinama mbele yake na kwa kujihalisisha kwa Mwenyezi Mungu, mtu anatamka la ilaha illallah, yeye anakuwa mrisi wa fadhili za Allah. Na kama alivyosema mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ya kwamba moto Mwenyezi Mungu aliuharamisha juu yake. Sehemu moja alisema ya kwamba Mwenyezi Mungu atamharamisha juu ya moto wa jahanamu, na hili ndilo fundisho ambalo manabii wote walileta. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alisema ya kwamba kalima iliyo bora kabisa niliyotamka mimi na manabii walisema waliopita kabla yangu ni la ilaha illallahu wahdahu la sharika la. Basi haya ni mafundisho ambayo ni ya manabii wote, lakini kwa bahati mbaya kaumu za manabii hawa waliotoa mafundisho hayo wakiyasahau mafundisho yao moja kwa moja au kwa njia fulani. Kwa kusahau mafundisho hayo wakayafanya kuwa njia ya ushirikina. Sisi ni wenye bahati njema ya kwamba Mwenyezi Mungu akituingiza katika umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametujalia, ametupatia mafundisho kamili ambayo yalimaliza ushirikina kwa nguvu zote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akitupatia somo la kweli la tauhidi, akatuandalia mipango ya kuboresha dunia na akhira yetu. Basi sasa yeyote atakayefuata mafundisho sahihi na ya kweli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na atakiri kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu kwa kujihalisisha kwake, ndiye atakayekuwa mrisi wa fadhila za Allah, na pia atapata sehemu kutoka uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kuhusu uombezi huo inapatikana katika riwaya moja ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, siku ya Kiyama kwa mujibu wa uombezi wangu katika watu, mtu mwenye bahati njema sana atakuwa huyu ambaye kwa moyo wake halisi
au kwa nafsi yake halisi atakuwa amekiri la ilaha illallah, basi kwa ajili ya uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kukiri kwa la ilaha illallah kwa moyo halisi na ikirari ambayo isiwe na mchanganuo wa dunia, na mwenye kukiri ndiye atakayepata sehemu kutoka uombezi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho na kamili ambaye mwenyezi mungu amempatia hiari ya kufanya uombezi, ya kufanya shafaat, na kwa mujibu wa amri ya allah ni muhimu kumwamini yeye. Na kuhusu daraja hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ameeleza kama hivi, alisema hakuna mtu ambaye atoe ushahidi wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah na mwenyezi mungu asimharamishe juu ya moto. sehemu moja maneno yaliyotajwa ni la ilaha illallah peke yake, na katika sehemu nyingine muhammadu rasulullah pia yametajwa. basi sasa kukiri kwa tauhidi na kuitangaza tauhidi hakuwezekani bila kukiri kuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho na nabii kamili wa allah. ndiye yeye ambaye katika umati wake alitangaza kumaliza ushirikina. mwenyezi mungu na mtume wake walimchukia mtu kikamilifu ambaye awe mwenye kuonyesha ushirikina kwa namna yoyote, lakini hata hivyo kwa waislamu walipatikana watu na wapo ambao wanatenda ushirikina wa aina hiyo uliofichika, jambo ambalo mwenyezi mungu na mtume wake walikuwa wamekatalia vikali. sisi waahmadia tuna bahati njema ya kwamba mwenyezi mungu ametuwezesha kumwamini imamu wa zama hizi na mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, ambaye kwa kufafanua vizuri maamrisho ya islam alituambia pamoja na hikima zake pale alipotufahamisha na alipotuambia kuhusu undani wa la ilaha illallah. wakati huo huo akatufahamisha kuhusu daraja ya mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam. wakati huu mimi nitaweka mbele yenu baadhi ya nukuu za hat masihi maud alaihissalatu wassalam ambazo zinaangazia mada hii kwa uzuri wote na zinatuelekeza ya kwamba sisi pia tukifahamu undani wa mada hiyo jinsi tunavyotakiwa kufanya uchunguzi kuhusu nafsi zetu. hat masihi maud alaihissalatu wassalam anasema mwenyezi mungu alifafanua mwenyewe kuhusu kauli yake ya alyauma akmaltu lakum. humo ni muhimu sana kupatikana kwa alama tatu. yeye alikuwa anaeleza alama ambazo ya kwanza ilikuwa ni asluha thabitun, yani mizizi yake imestawi kwa nguvu, na alama ya pili ni faruha fi sama, yani matawi yake yamefikia urefu wa mbinguni, na alama ya tatu ni tuti ukulaha kulahin, yani daima inatoa matunda safi. basi ni islam ndiyo dini pekee ambayo inatimiza viwango hivyo. kwa vyovyote vile atmasihi maula islam akieleza ufafanuzi wa asluha thabitun ambayo ni alama ya kwanza, anasema usuli ya kiimani ambayo ni alama ya kwanza, ambayo maana yake na muradi wake ni kalima la ilaha illallah, yani asluha swabitun. kama tunataka kuthibitisha basi alama yake ya kwanza ni la ilaha illallah. alisema alama hiyo imeelezwa kwa mapana na marefu ndani ya Qur'an tukufu.
kiasi kwamba nikiandika hoja zote basi hazitakuisha katika juzu chache, bali vitabu vitaandikwa juu ya mada hii. Lakini kwa kiasi fulani, kama mfano naandika hapa, kama vile katika sehemu moja alisema katika sura al-Baqara, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha fa basa fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. yani hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na mfuatano wa usiku na mchana, na katika vyombo ambavyo hupita katika bahari kwa kuchukua vitu viwafavyo watu, na maji aliyoyateremsha Allah kutoka mawinguni, na kwayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na humu akaeneza kila aina ya wanyama, na akabadilisha pepo na mawingu, akayatisha kati ya mbingu na ardhi. Bila shaka hizi zote ni nishani juu ya zati ya Allah na tauhidi yake na ufunuo wake, na ni nishani juu ya uwezo wake. Alisema, sasa angalieni katika aya hiyo Mwenyezi Mungu jinsi alivyoeleza hoja kuhusu usuli yake hiyo ya kiimani kwa kueleza kanuni ya kudra yake. Amethibitisha la ilaha illallah na ametoa hoja hii kutoka kanuni ya kudra, yani vitu hivi vinavyopatikana katika mbingu na ardhi, ambavyo kwa kuviona kwa mujibu wa aya hiyo ya Qurani tukufu inathibitika wazi ya kwamba bila shaka kuna muumba wa ulimwengu huu ambaye ni wa milele na ni kamili na ni mmoja asiye na mshirika wake, na ni mwenye uwezo wa kufanya anachotaka, na ni mwenye kutuma mitume wake katika dunia. Sababu ndiyo hii ya kwamba vitu hivi vyote vya Allah na silsila hii ya nizamu ya ulimwengu iliyopo mbele ya macho yetu inaonyesha wazi ya kwamba ulimwengu huu haujapatikana wenyewe, bali kuna muumba wake ambaye kwa ajili yake hizi ni sifa za muhimu, kwamba awe Rahman na pia awe Rahim, na pia awe mwenye uwezo kamili, na awe mmoja asiye na mshirika, na awe wa kudumu na wa milele, na pia awe na uwezo wa kufanya kile anachotaka kufanya, na awe na sifa zote njema ndani yake na kamili, na awe mwenye kushusha wahi. Basi la ilaha illallah haizalishi moyoni wazo la kupatikana kwa muumba mmoja tu, bali inapenyeza na inaingiza jambo hili moyoni ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mmoja wahid, ambaye ni tangu mwanzo na atabaki mpaka mwisho, na ni muumba wa kila kiumbe, na kwa izini yake tu nizamu nzima ya ulimwengu inaendelea kufanya kazi, na kwa ajili ya haja zote kazi yetu ni kuinama mbele yake tu. Basi imani ikiwa na hali hiyo, hiyo inakuwa imani kamili ambayo haiwezi kupata hata chembe cha ushirikina, na ndiyo imani ambayo kuhusu imani hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba wanaoamini juu ya la ilaha illallah kwa kujihalisisha juu yao moto wa jahannam unakuwa haram. Kisha hatmasihi Maud alayhi salam anasema kuhusu msaada, ikumbukwe ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuombwa msaada, ambaye msaada unaombwa kutoka kwake, au kama kuna msaidizi basi ni Mwenyezi Mungu pekee mwenye haki. Ni Allah Taala pekee aliye zwati kamili ambaye tunatakiwa kuomba msaada kutoka kwake. Hakuna awezaye kuwa na haki hiyo, wala hana nguvu, na Qurani tukufu imetoa usisitizo juu yake. Hivyo alisema iyaka naabudu wa iyaka nastain. Kwanza alieleza sifa za Allah, Rab, Rahman, Rahim, Maliki Yawmiddin.
kisha akatufundisha iyaka naabudu wa iyaka nastain, yani wewe tu twakuabudu na wewe tu twakuomba msaada kwa ajili ya ibada hiyo. Bila msaada wako hatuwezi kufanya ibada yako. Hiyo inatuambia, inaonyesha ya kwamba mwenyezi mungu ndiye anayeombwa msaada na ndiye mwenye haki, na haki hiyo si kwa ajili ya binadamu, wanyama, ndege au kwa ajili ya kiumbe chochote cha ardhi wala mbinguni katika dunia hii, kwenye ardhi wala mbinguni. Lakini katika daraja ya pili haki hiyo watu wa mungu wamepewa kama kivuli kwa izni ya allah, na kwa maombi yao pia msaada unapatikana. Alisema kwamba hatutakiwi kutengeneza jambo fulani kutoka kwetu, bali yatupasa kubaki ndani ya kauli ya mwenyezi mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni njia iliyonyoka, yani sirate mustaqim, na jambo hili tunaweza kulielewa vizuri kutoka la ilaha illallah muhammad rasulullah. Kutoka sehemu yake ya kwanza tunapata kuelewa ya kwamba mwenyezi mungu ndiye anayetakiwa kuwa mpendwa na muumba wa binadamu, na kutoka sehemu ya pili kinachozihirika ni uhakika wa utume wa muhammad sallallahu alaihi wasallam. kisha anasema tangu binadamu kuzaliwa mpaka atakapokwisha kutoka dunia hii, ndiyo kanuni ya kudra ya allah ya kwamba yeye daima anaunga mkono na tauhidi, ana ihami tauhidi. manabii wote aliyowatuma yeye walikuja ili kwa kuondoa ibada ya binadamu na viumbe wengine wasimamishe ibada ya allah katika dunia, na hii ndio iliyokuwa huduma yao, ya kwamba mada ya la ilaha illallah inawiri juu ya ardhi kama inavyo nawiri na inavyongaa huku mbinguni. hivyo katika hawa wote mkubwa ni yule ambaye akainawarisha zaidi mada hiyo, ambaye kwanza akathibitisha udhaifu wa miungu batili, na kwa elimu na kwa nguvu akathibitisha uongo wao, na pale alipothibitisha yote kisha akatuachia kumbukumbu ya ushindi ulio wazi ambao ni la ilaha illallah muhammad rasulullah. yeye hakutamka la ilaha illallah kama dai tu na bila dalili, bali kwanza yeye akatoa dalili na akaonyesha uongo wa batili, kisha akawaelekeza watu upande huo akisema kwamba angalieni, min ghairi ya mungu huyu hakuna mungu mwingine ambaye amevunja nguvu zenu zote na ameangamiza njama zenu. hivyo kwa ajili ya kukumbusha jambo hili alitufundisha kalima hiyo iliyobarikiwa kwamba la ilaha illallah muhammad rasulullah. wakati wa ushindi wa makka maelfu ya washirikina waliona ushindi ukitokea wa la ilaha illallah. mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomuuliza abu sufyan ya kwamba je, wewe bado hujajua uhakika wa la ilaha illallah? abu sufyan akajibu ya kwamba mimi nimeshaelewa kabisa ya kwamba min ghairi ya allah, kama angekwepo muumba mwingine basi angetusaidia chochote. tumeweka hapa masanamu 360, angalau wangetusaidia chochote ambao tunafanya ibada yao. akitoa jibu la shutma ya adui moja, hatmasihi maud alah salam anasema ya kwamba kauli yako hii ya kuwa mafundisho ya hatakdas nabii sallallahu alaihi wasallam ni haya ya kwamba la ilaha illallah muhammad rasulullah, yani kusema kwa la ilaha illallah muhammad rasulullah kunaondoa mazwambi. hili ni kweli kabisa na huu ndio uhakika wa kweli. nini mnasema mazambi yanakuisha? ni sawa, ni kweli kabisa. mtu ambaye anaamini mungu kwamba mungu ni mmoja na asiye na mshirika wake, na pia anaamini kwamba muhammad saa salam ametumwa na mwenyezi mungu mwenye uwezo, bila shaka kama akifa juu ya kalima hiyo atapata wokovu. chini ya mbingu
wokovu haiwezi kupatikana kwa kujiua kwa mtu fulani, la hasha. wokovu haitokei kwa kufa kwa mtu fulani, au mtu akifa kwa ajili yenu hamtapata wokovu. atapata wokovu kwa kalema tu. alisema atakuwa mpumbavu ambaye awaze kwamba kwa kalema mtu hawezi kupata wokovu, lakini kuelewa kwamba mungu ni mmoja na asiye na mshirika wake, mufikiri hivi. hiyo si kauli tu ya au maneno tu, lakini kumjua mungu kuwa mmoja na kumjua kuwa mwingi wa rehma, ambaye kwa rehma yake kwa ajili ya kusalimisha dunia kutoka upotevu alituma mtume wake ambaye jina lake ni muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam. hiyo ni itikadi ambayo mtu akiwa na yakini juu yake, giza la roho linaondoka na ubinafsi unaondoka na tauhidi inashika nafasi yake. kisha jaziba ya tauhidi inatawala moyo wake, na katika dunia hii anaanza kuona maisha ya peponi. tujue uhakika wake kwamba la ilaha illallah ina maana gani, muhammad rasulullah ina maana gani. kisha mtu anapata pepo katika dunia hii. alisema kama mnavyoona nuru ikija giza linaondoka, vivyo hivyo yale wa nuru ya la ilaha illallah unapoanguka juu ya moyo, hisia za giza ya nafsi zinaondoka, zinakuisha. uhakika wa dhambi si kitu isipokuwa hisia za nafsi zinashikwa na uasi fulani, na mtu anapoufuata uasi huo anaitwa mtenda dhambi. na maana ya la ilaha illallah ambayo inathibitika kilugha sawa na lugha ya kiarabu, maana iliyoelezwa sana katika lugha ya kiarabu ni kwamba la matluba li wala mahbuba li wala maabuda li wala mutali illallah, yani min ghairi ya allah mimi sina yeyote, sina mpendwa wala mwabudiwa wala mutaa, yani yule ninaye mtii. na hali hiyo ikipatikana kwa yakini, maisha haya yanakuwa kama mfano wa pepo, na mambo ya kupata maghufira yanaanza kutokea katika dunia hii. kisha akieleza ufafanuzi wa la ilaha illallah anasema jambo la msingi ni kwamba mwenyezi mungu ametoa amri nyingi. zipo baadhi ambazo kila moja hawezi kuzitenda, masalan hija. hiyo ni farazi kwa mtu aliye na uwezo wake. kisha awe na amani katika njia hiyo, pia ni muhimu kwa ajili ya hija. watu aliowacha nyuma kwa ajili yao awaachie matumizi ya nyumbani, sio kwamba mtu awaache kuwa na njaa na aende kufanya hija. na masharti ya namna hiyo yakitimia, hapo mtu anaweza kufanya hija. na kisha ni zaka, mtu anaweza kutoa ambaye anatimiza masharti yake, ni sahibi nisab, na zaka inawajibika juu yake. kisha katika swala pia mabadiliko yanatokea, mara katika safari, mara kwenye marazi, swala inafupishwa au inajumuishwa, lakini ni jambo moja ambalo halina mabadiliko, nalo ni la ilaha illallah muhammad rasulullah. na hili ni jambo la msingi na jambo halisi, na mengine yote ni mambo yanayoikamilisha. tauhidi haiwezi kukamilika mpaka mtu afanye ibada. msipofanya ibada basi tauhidi haitakamilika, na haki ya la ilaha illallah hamtaweza kuitimiza. maana yake ndiyo hii ya kwamba mwenye kutamka la ilaha illallah muhammad rasulullah anakuwa mkweli katika kauli yake, kwenye ikrari yake, pale anapothibitisha kwa matendo ya kwamba kwa uhakika min ghairi ya allah hana mpendo wa mwingine. basi hili ni sharti la imani, sio kusema kwa maneno tu. kama amesema la ilaha illallah, basi atalazimika kuthibitisha kwa matendo yake na kwa kufuata amri za mwenyezi mungu na kufanya ibada zake na kwa kutimiza haki za allah na haki za binadamu, kwani hizi ni amri za allah. na kwa ajili ya mpendwa wake ambaye shabaha yake ni kumpata yeye, kupata ukaribu wake, ni muhimu kutii amri zake. ndipo mtu anakuwa mwenye kutenda kweli kweli juu ya la ilaha illallah, ini anakuwa mwenye kufuata la ilaha illallah. alisema mtu anapokuwa na hali hiyo na kwa kweli
rangi ya imani na amali yake inaonyesha hayo, basi yeye si mwongo mbele ya allah. hili likitokea basi ni jambo jema. kisha yeye si mwongo, vitu vyote vya kidunia vimeungua na imani yake imepata hali fulani. kwa kusema la ilaha illallah vitu vyote vya kidunia vimeungua na kilichobaki ni allah peke yake. hali hiyo ikitokea ndipo anatamka la ilaha illallah na muhammad rasulullah ambayo ni sehemu yake ya pili ni kwa ajili ya mfano, kwani kwa kupitia mfano kile jambo linakuwa rahisi. manabii wanakuja ili kuacha mifano na mtume saa salam alikuwa amejikusanya mifano yote, kwani mifano ya manabii wote ilikuwa imejumuika katika zati yake. mtume saa salam ndiye aliyeelewa mafhum ya kweli ya la ilaha illallah, amri za allah. mtume saa salam alizielewa kweli kweli na kisha akaeleza maana zake na tafsiri yake na maelezo yake, na ndiye aliyekuwa mfano kamili ambaye akaonyesha kwa matendo maana ya la ilaha illallah. kisha akitusihi hat masihi maud alaihissalatu wassalam anasema kufanya bayati peke yake haina faida. ni vigumu kupata faida kutoka bayati ya namna hiyo, na atapata faida ambapo akiacha zati yake aungane naye kwa ikhilasi na mapenzi. yani mtu ambaye amefanya bayati yake aungane naye kwa ikhilasi na kwa mapenzi yote, ndipo bayati itampatia faida. alisema wanafiki kwa sababu ya kukosa uhusiano wa kweli na mtume saa salam mwishowe walikosa imani. wao pia walikuwa wamefanya bayati lakini hawakuweza kupata ikhlasi na mapenzi ya kweli, na ndiyo maana kutamka kwa mdomo la ilaha illallah haikuwasaidia chochote. alisema kuongeza uhusiano wa namna hiyo ni jambo muhimu sana, na mtu asiyeongeza uhusiano huo na asiyefanya juhudi, basi kulalamika kwake ni bure tu na haina faida. yawapasa kuongeza uhusiano wa mapenzi na ikhilasi, na kwa kadri awezavyo mtu ashike rangi ya mpendwa wake katika njia na kwenye itikadi. alisema kwamba nafsi inatoa ahadi ya umri mrefu. mtu anaendelea kutafakari kwamba bado nina umri mrefu, bado mimi ni kijana. huu ni udanganifu tu. hivyo mtu anatakiwa kuelekea kwa ukweli na ibada, na kuanzia asubuhi hadi jioni afanye hisabu yake, ajichunguze kwamba mimi nafanya nini na kwa kiasi gani nimefuata la ilaha illallah. katika sehemu nyingine akituelekeza kuelewa la ilaha illallah na kutimiza haki yake, anasema kwamba mimi sisemi ya kuwa waislamu walegee waoneshe udhaifu, wamesema soma kalema hivyo sasa walegee. islam haimtaki mtu kulegea. mufanye biashara zenu na ajira zenu, lakini mimi sipendi kwamba nini musahau mwenyezi mungu. kusema mnasema la ilaha illallah na kwa ajili ya kutimiza haki ya allah hawapati muda, kwani wana shughuli za kidunia. lakini wakati wa biashara wafanye biashara, na wakati ule pia watangulize hofu ya allah ili biashara ile pia ishike rangi ya ibada. wakati wa swala wasiache swala, na katika kila swala watangulize dini juu ya dunia. yani ni muhimu kutanguliza dini. sisi tunafanya ahadi kwamba katika maswala ya dunia tutatanguliza dini juu ya dunia. alisema kwamba shabaha yao isiwe ya kupata dunia tu, bali shabaha yao haswa iwe ya kupata dini, kisha kazi za dunia pia zitakuwa kama ni dini. muwaone masahaba watukufu hata katika muda mgumu hawakumwacha allah. muda wa vita na upanga unakuwa ni hatari kiasi kwamba kwa kuwaza tu mtu anaogopa, na wakati huo ambao unakuwa ni wakati wa jaziba na ghadhabu. hata katika hali hiyo wao hawakughafilika kuhusu mungu, hawakuacha swala na wakafanya kazi kwa dua. sasa hii ni bahati mbaya ya kwamba wanatumia nguvu nyingi na wanatoa hutuba ndefu ndefu.
wanaongea kuhusu la ilaha illallah na wanafanya mikutano na jalsa ili waislamu wapate maendeleo, lakini wanaghafilika kuhusu mungu na hawaelekei kwake. kisha katika hali hiyo, je, tunaweza kutarajia kwamba juhudi zao zitazaa natija, ilhali juhudi zao zote ni kwa ajili ya dunia tu? wanafanya juhudi ili kupata dunia na wanatumia jina la islam kwa ajili yake. alisema, kumbukeni ya kwamba la ilaha illallah isipoingia moyoni na zati ya mtu isiposhika nuru ya islam, ye hawezi kupata maendeleo. kama mnataka maendeleo, basi mtalazimika kufahamu mafuhumu ya la ilaha illallah na mtalazimika kuelekea kwa allah na si kuangukia dunia. kisha akieleza uhakika wa kalema tayiba na maana zake, jinsi tunavyotakiwa kuielewa na kutenda kama ipasavyo. anasema, mimi nimekwisha sema mara nyingi ya kwamba nyini hamtakiwi kufurahia juu ya jambo hili tu kwamba sisi tunaitwa waislamu na tunakiri la ilaha illallah. watu wasomao kurani tukufu wanajua vizuri ya kwamba mwenyezi mungu hariziki juu ya kauli tu, na kwa kupitia kauli na maneno mtu hawezi kupata ubora wowote mpaka afanye matendo sawasawa. maneno si kitu chochote na kitu cha msingi ni matendo. asiporekebisha hali ya kimatendo hawezi kupata chochote. mayahudi pia walikuwa wamepata zama ambapo kilichobaki kwao kilikuwa ni maneno matupu tu, na walikuwa wamerizika juu ya maneno ya ulimi. walikuwa wakisema mengi kwa ulimi, lakini mioni mwao mlikuwa mmejaa mawazo machafu na sumu. ndiyo sababu ya kwamba mwenyezi mungu alishusha adhabu za aina aina juu ya kaumu hiyo na akawaingiza katika matatizo mbalimbali na akawazalilisha mpaka akawafanya kuwa nguruwe na manyani. alisema, sasa ni nafasi ya kutafakari. je, walikuwa hawaamini taurati? bila shaka walikuwa wakiamini, na pia walikuwa waamini manabii, lakini mwenyezi mungu hakupenda hilo tu kwamba wao waamini kwa ulimi pekee ilhali mioyo yao isiendane na ulimi wao. kusema waseme kwa ulimi, lakini mioyo yao isitende kile unachosema ulimi. alisema, ikumbukwe vizuri ya kwamba mtu kama anasema kwa ulimi ya kuwa mimi namkubali allah kuwa wahdahu la sharik na mimi ninaamini juu ya utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam na pia nakubali mambo mengine ya imani, lakini kama ikirari hiyo inaishia kwenye ulimi wake tu na moyo wake hauungi mkono na maneno yake, basi kilichopo ni maneno tu, na kutamka kwa mdomo haitoshi mpaka sauti itoke kutoka moyo, na hataweza kupata wokovu mpaka moyo wa binadamu usiamini. na kuamini kwa moyo ni ya kwamba yeye katika hali ya kimatendo aoneshe imani yake. hali hii ya kimatendo ni nini? kwamba mtu afuate amri za allah ambazo zimeelezwa ndani ya qurani tukufu. alisema, mimi nasema kweli kweli ya kwamba shabaha haswa mtu anaweza kupata pale ambapo akiacha mambo yote aelekee kwa allah na atangulize dini juu ya dunia. yaani hiyo haitatokea kwa kufanya ahadi tu, bali atalazimika kuitanguliza dini juu ya dunia kwa matendo. alisema kwamba kumbukeni ya kwamba mtu anaweza kuwadanganya watu, na watu kwa kuona kwamba huyu anaswali swala 5 na anafanya matendo mengine yaliyomema wanaweza kupata udanganifu.
wenye kuona wakimwona mtu akija kuswali miskitini akiswali nafal wanaweza kusema kwamba huyu ni mtu mwema sana. kama amefanya matendo mengine anatoa mchango, watu wanasema kwamba huyu ni mtu mwema sana mtakatifu. watu wanaweza kupata udanganifu, lakini mungu hawezi kudanganika. hivyo muwe na ikhilasi makhsus kwenye matendo yenu, yani matendo mnayofanya yawe na ikhilasi, na ikhilasi itakuwa ikhilasi ambayo iwe haswa kwa ajili ya allah. hiki ni kitu ambacho kinazalisha ubora na uzuri kwenye matendo. alisema ikumbukwe ya kwamba kalima tunayoisoma kila siku ina maana gani. kalima maana yake ni kwamba mtu anakiri kwa ulimi na anaswadikisha kwa moyo kwamba mpendwa wangu na kipenzi changu ni mwenyezi mungu tu na hakuna mwingine. kama ilivyoelezwa hapo kabla, alisema ya kwamba neno la ilah linatumika kwa ajili ya mpendwa na kipenzi halisi na maabud, na mtu awe na shabaha ya kupata ukaribu wake na si kupata vitu vya dunia, na afanye ibada yake ibada ambayo isiwe na ushirikina uliofichika. alisema neno la ilah linatumika kwa ajili ya mpenzi na kipenzi, na kalima hiyo ni muhtasari wa mafundisho yote ya Qur'an tukufu ambayo waislamu wamefundishwa. kwa kuwa si rahisi kukumbuka kitabu kizito na kikubwa, yani kukumbuka Qur'an tukufu yote si rahisi, hivyo wamefundishwa kalima hiyo ili muda wote binadamu azingatie kiini cha mafundisho ya islam. na kiini ni nini? la ilaha illallah. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, na huyu ndiye mpendwa wangu, kipenzi changu, mola wangu na shabaha yangu. na uhakika usipozalika katika mtu, ukweli ndio huu kwamba hawezi kupata wokovu. ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, yeyote aliyekubali kwa moyo wote kwamba la ilaha illallah akaingia peponi. watu wanapata udanganifu. akieleza ufafanuzi wake anasema kama wao wanaelewa kwamba wakisema maneno kama kasuku anavyosema mtu anaingia peponi, kama huu ni uhakika au uhakika ungekwepo ndani yake, basi matendo yote yangepotea. yani kwa kusema la ilaha illallah muingie peponi, basi matendo yamekwisha. kuliko na haja gani ya kuingiza amri nyingi ndani ya Qur'an tukufu na sheria mungu apishe, bali ingekuwa jambo la upuuzi. hapana, bali uhakika wake ndio huu kwamba mafhum iliyowekwa ndani yake iingie moyoni mwa binadamu katika hali ya kimatendo. jambo hili linapozalika, basi mtu kwa hakika anaingia peponi. mtu anapoelewa uhakika wake, anapoelewa mafhumu ya la ilaha illallah, kisha anaingia peponi, na si baada ya kufa kwake, bali katika dunia hii anakuwa peponi. katika sehemu nyingine kwenye majlis nyingine alieleza, na gazeti jingine limeeleza habari hiyo kwa ufafanuzi zaidi. alisema kwamba mwenyezi mungu hahusiki na maneno, yeye anahusika na moyo. maana yake ni kwamba watu ambao kwa hakika wanaingiza mafhumu ya kalima moyoni mwao, na azma ya allah, utukufu wa allah unaingia moyoni mwao kwa njia zote, wao wanaingia peponi. mtu anapokiri kalima ya la ilaha illallah, hakuna anayebaki kama mpendwa wake isipokuwa allah tu. kama amesoma kwa moyo wake wote kalima la ilaha illallah, hakuna anayebaki kama mpendo wake isipokuwa allah, na min ghairi ya allah anakuwa hana haja ya kupata kitu chochote. ye anatafuta ridhaa ya allah subhanahu wataala tu. daraja ambayo ni daraja ya abdal na kutub na ghaus na mawali ndiyo hii kwamba mtu aamini kalima la ilaha illallah kwa moyo wake wote na aitende juu yake. kisha alisema kwamba jambo hili ni la kweli na linaeleweka haraka, ya kwamba min ghairi ya allah
mtu asiwe na mpendo wake na shabaha yake, basi hakuna shida wala matatizo ambayo yanaweza kumsumbua. Mtu akielewa kwamba mateso yangu ni kwa ajili ya mwenyezi mungu tu, basi mateso haya hayawezi kumsumbua yeye. Haogopi, hapati wasiwasi juu ya mateso yake. Anajua kwamba mwenyezi mungu kwa ajili ya kumsaidia wali wake anakuja mara moja, na katika hali zingine anamjalia utulivu wa moyo, bali mara nyingi anampatia. Alisema hii ni daraja ambayo abdal na mawalii wanaipata. kama shabaha yake ni kupata allah subhanahu wa taala na si ya kupata vitu vya kidunia, kisha wasiwasi zake zote zinakwisha. masahaba wakaelewa nukta hiyo. sio maana kwamba daraja hiyo inapatikana kwa mawalii au kutub au abdal, bali wengi wa masahaba wakafikia daraja hiyo, wakaelewa nukta hiyo. na ndiyo maana mwenyezi mungu aliwafanya masahaba kuwa mfano kwetu. kisha alisema ya kwamba msifikiri ya kwamba sisi kivipi tunaabudu maswanamu. yani baada ya kusema kwamba daraja hii ni daraja kubwa, alieleza kuhusu watu wa kawaida vile vile kwamba msiseme kwamba kwa kuwa sisi hatuabudu masanamu hivyo hiyo inatosha kwetu, sisi pia tunamwabudu allah hivyo hiyo inatosha kwa ajili yetu. alisema kumbukeni ya kwamba jambo hili lina daraja ya chini, kwamba mtu asiabudu masanamu. watu wa hindu ambao hawana habari kuhusu haki sasa wanaacha ibada ya masanamu. mafhum ya mabud, yani wao hawana elimu na uhakika wa tauhidi, hata hivyo wanaacha ibada ya maswanamu. anasema kwamba mabud sio maana kwamba mtu asiwaabudu wanadamu au asiabudu masanamu. vipo vitu vingine ambavyo mtu anaviabudu, na mwenyezi mungu amesema ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba ubinafsi na tamaa ya nafsi pia ni maabud. yani vitu hivi pia vinaweza kuwa maabud. yani mtu anaanza kuviabudu pale vinapokuja zidi ya allah subhanahu wa taala na vinampeleka mtu mbali na la ilaha illallah. alisema mtu ambaye anafanya ibada ya nafsi yake au anatii tamaa yake ya nafsi na anakufa kwa ajili yake, yeye pia ni mshirikina na anafanya ibada ya maswanamu. alisema kwamba la inamaliza mabud ya aina zote. katika la ilaha illallah, mtu anaposema la ilaha illallah, hapo si muradi wake si mabud au vitu ambavyo vinaonekana wazi, bali kitu chochote ambacho kinaweza kuja zidi ya allah subhanahu wa taala. mtu anaposema la ilaha illallah anatangaza kwamba yeye hakiamini isipokuwa allah tu. hivyo alisema kwamba la ilaha illallah inamaliza mabudi ya aina zote, hata kama vitu hivi vive vya ndani au vive vya nje. yani vitu vya ndani au vitu vya nje ambavyo ni vya zwahiri, hata kama kuna masunamu yaliyofichika moyoni au ni masunamu yanayoonekana. kwa mfano mtu ambaye anategemea njia zote za kidunia tu, hiyo pia ni aina fulani ya sanamu, na mfano wake ni kama mgonjwa aliye na maradhi ya kifua kikuu kinachommaliza ndani kwa ndani. masanamu ya kizwahiri yanatambulika mara moja na kuepukana nayo ni jambo rahisi, na mimi naona kwamba wapo watu malaki na maelfu waliojitenga nao na wanaendelea kuacha nchi hii iliyojaa na wahindu. waislamu hawa waliosilimu wametoka kutoka kwao, na kisha je waliacha ibada ya masanamu au la? na hata katika wahindu pia madhehebu yamepatikana, kama nilivyosema kwamba ambao hawafanyi ibada ya masanamu, lakini mafhum yake haiishii hapa. huu ni ukweli kwamba wameacha ibada ya masanamu, lakini bado yapo masanamu maelfu ambayo mtu anatembea nayo, na watu ambao wanaitwa wenye falsafa na wenye mantiki hawawezi kuyaondoa kutoka kwao.
wanaitwa falsafi au wenye mantiki wanaeleza falsafa wanatoa hoja kubwa kubwa lakini katika mioyo yao kuna maswanamu yani wanazwana kwamba wana elimu ambayo ni maswanamu yao. Alisema jambo la msingi ni kwamba min ghairi ya fadhili ya allah vidudu hivi haviwezi kutoka nje. Vidudu hivi ni vidudu ambavyo vinaleta madhara makubwa. Watu ambao wakishikwa na ubinafsi wanatoka nje ya mipaka ya allah na pia hawatoi haki za wanadamu. sio maana kwamba wao si wasomi bali mtawakuta wengi ambao ni maulamaa na mashekh na wanaitwa fakii na masufi lakini hata hivyo mtaona kwamba wana marazi haya hawatimizi haki za watu. hata hivyo wanasahau mafhumu ya la ilaha illallah. mnafahamu kwamba ni watu watukufu na ni wema lakini hapana kuna masonamu ndani yao. kuepukana na masonamu ni ushujaa yani kutimiza haki za allah na haki za binadamu ndipo mtu anajua mafhumu sahihi ya la ilaha illallah na huu ndio ushujaa na ujasiri. alisema kwamba haya ni masonamu ambayo kwa sababu yake unafiki unapatikana na damu zinamwagwa. ndugu moja anakula haki ya ndugu yake mwingine na wanatenda maasi na mazwambi na wanatenda kila siku na wametegemea vitu vya kidunia tu kiasi kwamba wamemfanya mungu kama si kitu. alisema ni watu wachache ambao wameelewa mafhumu sahihi ya tauhidi. kama waambiwe basi au waulizwe wanasema mara moja kwamba je sisi waislamu na hatusomi kalima. lakini ni jambo la kusikitika ya kwamba wao wameelewa kwamba kama wametamka kalima kutoka mdomoni basi hiyo inatosha kwa ajili yao. mimi nasema kwa yakini kwamba mtu akijua uhakika wa kalima tayyiba na akifuata kwa ukweli wote anaweza kupata maendeleo makubwa na anaweza kushuhudia kudra za ajabu za mwenyezi mungu. jambo hili muelewe vizuri kwamba daraja ambayo nimesimama juu yake mimi sikusimama nikiwa mhadhiri wa kawaida au kwa ajili ya kuwaambieni kisa fulani bali nimesimama ili kutoa ushahidi na ujumbe ambao allah amenipatia. kazi yangu ni kufikisha. mimi si jali kwamba mtu anasikiliza au la au anakubali au la. nini mtaulizwa juu yake. mimi kazi yangu ni kutimiza wajibu wangu. mimi najua kwamba wapo watu wengi ambao ni katika jamaati yangu na wanakiri tauhidi lakini mimi nasema kwa masikitiko ya kwamba wao hawakubali. mtu ambaye ananyanganya haki ya ndugu yake au anafanya hiana au hajizuii na maasi mengine mimi sina yakini kwamba yeye ni mwenye kuamini tauhidi kwani hiyo ni neema ambayo mtu akiipata tu anaanza kupata mabadiliko ya ajabu. yani wanaokubali tauhid wanatakiwa kuwa na mabadiliko ndani yake. ubaguzi kinyongo husda na ria masnamu hayo hayabaki kwake na anajenga ukaribu na allah subhanahu wa taala na mabadiliko hayo yanatokea na yeye anakuwa mwahid mkweli. pale ambapo masanamu hayo ya ndani kama kibri kujionyesha ria kinyongo uadui husda na ubahili na unafiki viondoke na maadamu masanamu hayo yamo ndani yake kivipi anaweza kuwa mkweli katika kusema la ilaha illallah. hivyo katika mwezi huu wa ramadhan kila mmoja wetu anapaswa kufanya juhudi kwamba tujitakasike na masanamu hayo ili tuweze kuelewa mafhumu sahihi ya la ilaha illallah na tuwe wenye kuamini. alisema kwamba humo tawakul imekataliwa na jambo hili ni la yakini kwamba kusema kwa mdomo kwamba mimi namwamini allah kuwa wahdahu la sharik haiwezi kumsaidia. kama anatamka kutoka mdomo wake na jambo likitokea kinyume cha tabia yake basi anashikwa na ghadhabu na hasira. mimi nasema mara kwa mara kwamba mukumbuke jambo hili ya kwamba maadamu vitu hivi vinapatikana ndani mwenu musiwe na matarajio kwamba mtaweza kupata daraja ile
ambayo mtu mkweli anaipata. maadamu panya wapo ardhini msifikiri kwamba mmesalimike na tauni, na maadamu panya wa maasi wanapatikana ndani mwenu imani yenu ina hatari. hivyo kile nachosema musikilize kwa umakini na muifuate. hivyo muhtasari wa hutuba yangu ndio hii kwamba mwenyezi mungu awe kipenzi chenu, mpendwa wenu na mabud yenu, na daraja hii mtaweza kuipata pale ambapo mtajitakasa na maasi yote na mtaondoa masanamu yote yaliyomo moyoni mwenu. mwenyezi mungu atuwezeshe kwamba katika siku hizi za mwezi wa ramazan tuweze kufanya juhudi maksus, na kwa dua tuweze kuondoa maasi yote na tuweze kuepukana na ushirikina wa aina zote. mwenyezi mungu ndiye awe mabud wetu na kipenzi chetu na mpendwa wetu. tuwe wenye kuelewa uhakika wa kalima la ilaha illallah, na tunapokiri kusema muhammad rasulullah basi mbele yetu tuwe na mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao alituachia, na hayo yote hatuwezi kuyapata bila fadhili ya allah. na ili tuweze kupata fadhila ya allah tutalazimika kufanya jihadi ya kimatendo na jihadi ya kiroho. katika ashra ya mwisho ya mwezi wa ramazan tunazungumzia lailatul qadr. basi kwa hakika lailatul qadr inapatikana na itapatikana pale ambapo tuwe tayari kuifanya kila kauli yetu na amali yetu iwe sawa na amri za allah subhanahu wa taala, na tuwe wenye kuifuata, na kisha amri hizi ziwe sehemu za kudumu za maisha yetu. na hii ndiyo alama ya kweli ya kupata lailatul qadr. alama hizi kwamba tumeona mwanga au tumeona kitu fulani au tumehisi mvua imenyesha au tumenusa harufu fulani, vitu hivi ni vitu vya kawaida tu, na alama ya kweli ni kwamba tumepata mabadiliko gani katika mioyo yetu. baadhi ya jumuiya zikizingatia jambo langu hili zimeunda na zimepanga mipango kwamba sisi tukifanya mipango ya siku 3 na tukifanya dua tunaweza kupata fadhila ya allah. huzur amesema kwamba kama sisi tumepanga mipango hii ya siku 3 kwamba siku hizi 3 tutumie katika maombi na baadaye tusahau mafhumu ya la ilaha illallah na turejee katika hali ile ile ya zamani. tukumbuke kwamba mungu anajua hali yetu, mungu anajua hali ya moyo wetu na nia zetu. hakuna kitu kilichofichika mbele yake, na mpango huu hautaleta faida yoyote. hivyo kama mnataka kupitisha siku hizi ili kumridhisha allah, basi mtalazimika kupitisha kwa ahadi hii kwamba siku hizi zitakuwa sehemu za kudumu za maisha yetu, na kisha mateso ambayo maadui wanatupatia kwa ajili ya kuyaondoa mwenyezi mungu ataonyesha msaada na nusura yake makhsus inshallah, na sawa na ahadi yake atakuwa walii wetu sisi tutakapokuwa wa allah. na nilikuwa nimesema kwamba kila mwanajumuiya awe na hali hiyo, kisha mabadiliko hayo yatatokea. hivyo kumbukeni kwamba kama hali hii haitokei na baada ya siku 3 msielewe kwamba mipango tuliyoifanya mungu apishe mbali, mwenyezi mungu hasikilizi maombi au mageuzi au mabadiliko hayakutokea. hii ni ahadi ya mwenyezi mungu rahat masihi maula satu wassalam ya kwamba atamjalia na ataijalia jamaati maendeleo na ushindi haraka au baada ya muda. na kama tulete mabadiliko katika tabia zetu na tukielewa uhakika wa la ilaha illallah, tumfanye mungu kuwa mabud na maksud na mpendo wetu na mahbubu wetu, na tukiacha dunia tuwe na mapenzi ya allah na shabaha yetu iwe ya kumpata allah na ukaribu wake. mabadiliko hayo yanaweza kutokea haraka. mwenyezi mungu ni mkwasi, katika mambo yake kunakuwa na masharti. hivyo tutalazimika kufanya ahadi ya kuleta mabadiliko katika tabia zetu. kuna kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ashra ya mwisho ya ramazan ni ashra ya kupata wokovu kutoka jahannam, na kama ilivyoelezwa
pia alisema ya kwamba aliyesoma kalima la ilaha illallah muhammad rasulullah kwa moyo basi moto wa jahannam umekuwa haramu juu yake. hivyo hayo yote yanatuelekeza ya kwamba matendo ya binadamu ni jambo la msingi na matendo ya kudumu ni jambo la msingi, kama alivyosema hatmasihi maula saa salam, na nimeeleza kwa maelezo ya kutosha kwamba pamoja na kusema la ilaha illa muhammad rasulullah ni muhimu kwamba mtu afanye kwa matendo, aonyeshe kwa matendo. basi katika ili tuweze kunufaika na ashira hii ya mwisho na kwa ajili ya kupata lailatul qadr ya kweli, tutalazimika kuifanya la ilaha illa muhammad rasulullah kuwa sauti ya moyo na sauti ya ubongo, na tutalazimika kuionyesha katika matendo yetu yote kama asemavyo hatmasihi maud saa salam. mwenyezi mungu atujalie kupitisha maisha yetu sawa na hiyo. katika siku hizi mufanye الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.